ukatili dhidi ya wanawake na hususan wakati wa uchaguzi na kwenye siasa inachukuliwa kwa uzito kwa wanajamii na taasisi zilizopo. Karibu. Asante. Kwanza nilizungumza kidogo kwa sababu sisi taasisi yetu ina kama majukumu matatu. La kwanza ni ushauri, la pili ni advocacy, lakini la tatu ni kuenhance access to justice, yani uwakilishi kwa wale wenye uhitaji, utoaji wa huduma za kisheria na vitu kama hivyo. Na kimsingi TLS kutoka mwanzoni mwake, kutoka kuanzishwa kwake, imekuwa proponent wa haki za wanawake. Japo kuna wakati kulingana na upungufu wa documentation, wakati mwingine hatuwezi kukumbuka vizuri. Moja ya tukio kubwa lililotokea ni yale mauaji yaliyokuwa yakifanyika kanda ya Ziwa, ambayo yalisababisha waziri wa mambo ya ndani wakati ule ni hayati baba Rais Ali Hassan Mwinyi akiwa waziri wa mambo ya ndani alipolazimika kujiuzuru. Wengi hawajui kwamba ilikuwa ni jukumu na shinikizo kubwa sana la TLS, na haikuwa kazi rahisi kwa sababu kwa kipindi kile toka ile mwaka kwanza mwaka 71 mpaka 84 ndio maana TLS ikawa labeled kama chama cha Kihindi. Walikuwa wasemi chama cha harakati, wakati ule walikuwa wanakiita chama cha Kihindi, and it was almost about to be disbanded. Siku hizi tunaitwa chama cha harakati. Ukienda huko unaitwa harakati, lakini ni moja ya wajibu key wa TLS, kwa sababu ukisikia mtu anaitwa mwanaharakati sio mhalifu, kwa sababu siku hizi wengi wakisikia harakati wanasema mimi si mwanaharakati, anakataa kabisa. No, harakati sio uhalifu. Mwanaharakati ni moja ya shughuli zinazotambulika kikatiba na kisheria na ni jukumu halali kwa sababu ndio agent of change kwenye taifa. Kwa hiyo sisi kama TLS huo ni wajibu wetu mkubwa. Vile vile hata kuingia kwa haki za binadamu kwenye katiba ni role ya wenzetu waliotutangulia katika TLS, walifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri tukatambua kwamba tumekuwa tukifanya, lakini changamoto lazima ni ikubali. Tumekuwa tukisahau sana ili eneo kulipa programu mahususi, yani kuwa na programu mahususi kwenye ile eneo la wanawake na watoto, na hiyo sasa inachangia kutokuliaddress kiukamilifu, kwa sababu kwenye nchi yetu tunazo sheria za kutosha lakini sio kamilifu ambazo zinamuhusu mwanamke, na zikiwekwa kwa pamoja potential, yani inaweza isiwe complete but potential zinaweza kwanza zikarahisishwa kufikiwa na kila mdau na kusaidia kuaddress changamoto. Na hili jambo sio la kwanza kufanyika, kwa sababu mimi nakumbuka nilipokuwa serikalini tulikaa na ofisi ya mwanasheria mkuu, tukakaa na wizara ya afya, tukakaa na wizara ya maendeleo ya jamii katika kuaddress tatizo la haki ya mtoto na ukatili dhidi ya mtoto. Kulikuwa na sheria zaidi ya 13 hivi 14 zinamzungumzia mtoto, ndio tukaja na ile inaitwa sheria ya mtoto. That was not a new law, it was just a codification of already existing law, na tukajaribu kudomesticate baadhi ya vitu vichache kulingana na ile African Charter and the welfare of the child. Kwa hiyo imeturahisishia wadau wengi, na kulikuwa na maeneo very critical: haki ya mtoto kuolewa, haki ya mtoto kurithi. It was not simple. Kwa hiyo tujaribu kwenda kwa kukaa kwa makini sana, tukaweka weighted nzuri kwenye provision ambazo sasa mahakama imezipa interpretation. Kwa mfano kupitia sheria, kuna watu walikuwa wanatuambia tuwezi kupitisha sheria kwa sababu kuna mtoto haramu. Sisi dini inakataza mtoto haramu. Mwingine anakuambia huyu mtoto. Kwa hiyo lakini kupitia ushirikiano wa wadau ilifanikiwa tukaweka provision, lakini kupitia ile provision ikapewa uhai mahakamani. Kwa hiyo saa hizi uwezo ukasema mtoto haramu kwa sababu na wewe baba ni haramu. Kwa hiyo if you see a child then you have the obligation to that child. Hakuna mtoto anayeandika barua ya kuzaliwa.
Kwa hiyo on that aspect tulifanikiwa. Na kwenye hili la kina mama, sisi kama TLS, kwa nini tumebadilika? Kuanzia 2026 tunabadili ile strategy plan yetu ya TLS, ambayo jambo hili tumeliingiza mahususi wanawake na watoto, ambayo litakuwa kama moja ya program kabisa za TLS, ili tuweze kuliaddress kwa ukamilifu na kuwafikia hawa kama moja ya sehemu ya jamii na sisi kutekeleza wajibu wetu. Kwa hiyo ina maana tunapoanza sasa, haya ni moja ya maeneo ambayo tutayafanyia kazi kwa pamoja na wadau wengine. Na tuelewe kwamba, nasema siku zote kwamba hili eneo la wanawake ni eneo la kitaalamu, tusilichukulie tu rahisi. Na sio wengi wanachukulia, naona wanasemaga mfumo dume. Ukweli sio mfumo dume, nadhani ni mfumo kandamizi. Kwa sababu mimi ni mwanasiasa, ni mwanasheria na ni baba. Mimi nimeshuhudia wanawake wakitumia pesa kukandamiza wanawake wenzao wanaotaka kugombea ubunge. Na they are doing something mpaka unakuwa annoyed. Yaani wewe sio victim, lakini you feel like utake kufanya direct interference, kwa sababu kuna vitu ambavyo sio vya kawaida ambavyo unahisi vinaweza vikafanyika. Kwa hiyo ni eneo ambalo tulifanyia kazi kwa makini ili kuhakikisha linakuwa insulated, kuona kwamba perpetrator yoyote, kwa sababu tunaposema mkandamizaji tusimwangalie jinsia yake, kwa sababu kuna watu tayari wana uraia wa nchi mbili. Yeye anaonekana mwanamke lakini is more bullying than even men. Kwa hiyo tukimwacha, ukimwangalia Mwabukusi na ndevu tu, unaweza ukamwacha culprit anaendelea kutafuna. Kwa hiyo sisi kama TLS tunajitahidi kufanya kazi kubwa ya uelekeo sasa, kuona kwamba namna gani tukae na wadau. Na baadhi ya maeneo tunayapokea kama changamoto, kama nilivyosema kwamba kuna maeneo hatujawa active enough kutekeleza wajibu wetu, na lakini tumeyaingiza kwenye mpango wetu, na nadhani we are taking it as a challenge kuona namna gani tutaweza kufanya. Kwa sababu jambo la pili niseme, wengi wanafikiri kwamba labda kuna wrong connotation kwamba African culture ni oppressive kwa mwanamke. Sio kweli. African culture, sisi ndo watu wa kwanza kutengeneza chata ya kimataifa. Mmewahi kuiona Kurgan Charter ya Mali pale? Ya zile 16 wale makabila karibu 16 waliotandikana pale. Umeona walivyoieleza vizuri swala la mazingira, swala la haki ya mwanamke, heshima ya mwanamke na uongozi. Hawa ni babu zetu walikaa huko kabla ya United Nations ku declare Declaration of Human Rights, kabla ya CEDAW, kabla ya taasisi zote na mikataba yote ya kimataifa tunayoijua. Kwa hiyo we need to work thoroughly kuona kwamba TLS tunatekeleza wajibu wetu huu sasa wa kisheria, kwa sababu sheria za uchaguzi jinsi zilivyo ni haki iliyowekwa kwa namna ya kufishwa. Yani ni mtoto analia njaa anachemsha mawe, obviously atakuwa na imani kwamba chakula kinaiva. Anisamee ndugu yangu sisi yuko pale, hili ni jiwe linachemshwa. There is no way ukaenforce kupitia kanuni effectively. Na kosa lingine tunalolifanya, tunamwangalia kumwadhibu mkosaji, lakini tunasahau kabisa victim. Ndio tatizo kubwa la sheria zetu, na ndio maana zinakosa ushirikiano. Yaani unakuta watu wanapatana, mtoto kabakwa, mtu anapewa mbuzi, anaona bora nipokee mbuzi, kwa sababu kule akienda faini analipwa mheshimiwa hapa anaondoka zake. Kwa hiyo lazima tuweke utaratibu mzuri ambao ni exhaustive kwenye mifumo yetu ya kisheria, kwamba hatumwangalii tu yule tunasema apewe adhabu kali, na huyu aliyetendewa anakuwa compensated vipi, anasaidiwa vipi. Sheria yetu haisemi kuregain na kurudi kwenye hali yake ya kawaida ya self determination. So those are the issue and the angle as TLS we feel challenged. Kwa hiyo tumeliweka, tutalifanyia kazi, lakini mfahamu kwamba TLS watangulizi wetu walikuwa very prone na active kwenye hili. Ni sisi tulizembea kidogo hapo katikati, but we are back on track. Thank you so. Asante sana kwa swali hilo. Kwa upande wa jeshi la polisi, tunashughulikia makosa yote kama watekelezaji wa sheria,
na kwa kuzingatia umaalumu wa makosa ya ukatili wa kijinsia, Jeshi la Polisi lilianzisha dawati la jinsia na watoto, ambayo ni ofisi maalum kwa ajili ya kushughulikia masuala ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Na hapa tuna watendaji maalum ambao wamepata mafunzo kwa ajili ya kushughulikia makosa hayo. Na kwa kuzingatia kipindi hiki na kipindi kingine chochote, kuna maboresho mbalimbali ambayo tumeyafanya tangu kuanzishwa kwa dawati letu. Na moja ya vitu ambavyo tumefanya ni kwamba dawati la jinsia na watoto kwa sasa linafanya kazi masaa 24 sawa kabisa na chumba chetu cha mashtaka, kwa maana ya kwamba anapokuja mteja katika chumba cha mashtaka na waaskari waliopo katika chumba hicho wakigundua kwamba kosa hili linahusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia, basi mteja wetu atapelekwa moja kwa moja kwenye ofisi ya dawati ili kuweza kuhudumiwa katika hali ya usiri, ambayo ndio lengo kuu la kuanzishwa kwa dawati la jinsia na watoto. Lakini pia kwa kipindi hiki cha uchaguzi, manake tulianza maandalizi kuanzia mwaka jana, tumeweza kuongeza idadi ya watendaji wa dawati la jinsia katika madawati yote yaliyoko katika vituo vya polisi Tanzania. Kwa hiyo tunao askari wa kutosha katika hayo madawati, na tumekuwa tukiwafanyia mafunzo ya mara kwa mara, na ikiwemo mafunzo hayo kufadhiliwa na wenzetu WILDAF na wadau wengine. Lakini pia mkuu wa Jeshi la Polisi aliteua wasimamizi maalum wa madawati yetu ili kuleta ufanisi wakati wa utendaji, lakini pia ufuatiliaji wa kesi zote zinazoripotiwa katika ofisi za dawati. Katika Jeshi la Polisi tunazo kamisheni 8 na kila kamisheni ina wajibu wake. Dawati la jinsia na watoto liko kituo cha polisi, lakini liko chini ya kamisheni ya polisi jamii, ambapo kazi yetu kubwa ni kuelimisha, lakini pia kushughulikia vitendo vyote vinavyoripotiwa. Kwa hiyo katika kushughulikia kesi hizo, awamu ya kwanza inaporipotiwa katika dawati la jinsia, tunao pia wapelelezi maalum ambao wako chini ya kamisheni ya DCI ya upelelezi wa makosa ya jinai, lakini tunao forensic officer ambao wanatuletea vielelezo vyetu, lakini tunao hawa niliosema maafisa wa charge room ambao pia wanashughulikia kesi hizo. Kwa hiyo ili kuhakikisha kwamba ule mnyororo mzima anapoingia mteja wetu kwenye taasisi unashughulikiwa katika hali ya juu katika nidhamu na weledi, basi ni lazima tuwe na wasimamizi ambao watajua kesi kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho wakati wa upelelezi imekwenda vizuri, na sehemu ambayo inakuwa na malalamiko basi tunaweza kuishughulikia kwa kupitia hao wasimamizi. Lakini tumeongeza usiri katika ushughulikiaji wetu wa makosa ya ukatili wa kijinsia. Mpaka sasa katika madawati 420 ambayo tunayo Tanzania bara na Zanzibar, tumekwisha jenga majengo 78 ambayo yako nje ya kituo cha polisi, yatakayompa fursa mteja wetu kuja moja kwa moja kuripoti bila uoga. Lakini maeneo ambayo hayana majengo yaliyojengwa, mkuu wa Jeshi la Polisi alitoa kibali na maelekezo kila kituo cha polisi kitoe chumba maalum kwa ajili ya kuhudumia wateja wanaofika, dhana na dhamira kubwa ikiwa ni kulinda usiri na utu wa mteja anayekuja kuripoti. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo pia tumeimarisha. Lakini pia eneo jingine ambayo tumelimarisha ni namna ya kuripoti matukio ya ukatili. Sasa hivi tumetoa namba za simu kuanzia makamanda, wakuu wa polisi wa wilaya, wakuu wa vituo, lakini watendaji wa dawati la jinsia na watoto, ili mteja yeyote ambaye amepata changamoto aweze kuripoti moja kwa moja katika namba hizo. Lakini pia tunayo namba yetu ya polisi 111 na 112 ambayo inaripoti matukio yote kwa ujumla. Lakini kwa sasa tuko katika mchakato wa kuanzisha call center ndani ya Jeshi la Polisi ambayo tutakuwa na namba maalum, toll free number kwa ajili ya kuripoti matukio ya ukatili wa kijinsia peke yake, na baadaye tutakuwa na namba za simu katika madawati yote ya jinsia, na tutaweza kusambaza namba hizo ili wananchi waweze kupiga simu moja kwa moja kwenye ofisi za dawati la jinsia na watoto. Lakini pia namna ya kuripoti, mwananchi anaweza kufika moja kwa moja kwenye ofisi ya dawati bila kupita chumba cha mashtaka,
lakini pia anaweza kwenda katika vituo shufaa ambavyo viko katika hospitali hapa nchini, na kule katika hospitali kwenye One Stop Center tumepeleka askari dawati ambaye amepata mafunzo. Katika One Stop Center tumepeleka askari wa dawati ambaye amepata mafunzo. Kwa hiyo mteja anapokwenda moja kwa moja katika One Stop Center atakuta askari yuko pale akiwa na PF3, lakini pia anaweza kumwandika maelezo moja kwa moja pale katika One Stop Center, na atakuja kufungua jalada katika kituo cha polisi ili kuendelea na taratibu za upelelezi. Asante sana. Asante. Kuhusu mifumo ipo, pamoja na kwamba unaweza kuwa na changamoto, lakini Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwa mujibu wa ibara ya 59 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inampa mkurugenzi wa mashtaka mamlaka ya kufungua mashtaka mahakamani, lakini vile vile katika kufungua mashtaka hayo yeye atazingatia, Kiingereza kule imesema justice, kuto abuse legal process na public interest, kwa maana ya haki, kutotumia vibaya mchakato wa kisheria ule wa kimahakama, pamoja na maslahi ya umma. Sasa jukumu kubwa ni uendeshaji wa mashtaka, lakini pia kuna jukumu la uratibu wa upelelezi. Sasa ukiangalia kwa kiasi kikubwa unapozungumzia hiyo mikakati imekuwepo katika levels zote. Hili sisi kama Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, wakati mmoja wapo mkubwa ambao ulianzishwa kiserikali ni kuwa na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kwa ajili ya kuweza utekelezaji wa hiyo ibara ya katiba ambayo ipo. Lakini na hapa katikati kumekuwa na mashauri mengi ambayo tumekuwa nayo tukiweza kuyahandle mahakamani. Sasa sisi kama walivyosema wenzetu wa Jeshi la Polisi, tunaendesha mashtaka kwa kuzingatia misingi hiyo bila kujali tupo katika kipindi cha uchaguzi au sio kipindi cha uchaguzi. Lakini ni ukweli kwamba tunaweza tukapay attention kubwa kipindi cha uchaguzi kutokana na ile pressure inayokuwepo. Lakini mojawapo kubwa ambalo tumekuwa nalo nikija kwenye context ya teknolojia ya kufacilitate violence against women wakati wa uchaguzi, kuna makosa ya kimtandao yale ambayo yako chini ya sheria ya makosa ya kimtandao, yani Cyber Crimes Act. Lakini kuna makosa mengine ya kiukatili ya kawaida ambayo si makosa ya kimtandao, lakini mtandao una facilitate katika kufanyika kwake. Mfano, watu wanaweza kawa wanapanga wafanye ukatili dhidi ya mgombea fulani, lakini mipango yao wanaipanga kutumia simu. Wanapanga twende tukamdhalilishe, twende tukampige, twende tukamuue. Pale teknolojia imefacilitate kile kitendo, kama ni kumpiga au kama ni kumuua. Sasa lile kosa si la kimtandao, ni kosa la kawaida, penal code offense, lakini mtandao, teknolojia imetumika katika kuweza kufacilitate. Sasa sisi tunao mpango ambao tumekuwa nao sasa hivi wa uendeshaji wa mashauri ya kijinai yanayotokana na mchakato wa uchaguzi. Na ile dokumenti tumegawa mchakato wa uchaguzi, electoral process, kama alivyokuwa anasema presenter, ikianzia kwenye demarcation ya constituencies, ule ugawaji wa majimbo, nomination of candidates, campaigning, voting and giving results. Sasa hizo hatua zote hizo tano hizo ndio hiyo electoral cycle alikuwa anazungumzia. Sasa ndani yake kuna makosa ambayo yanakuwa yanafanyika, kimsingi ni makosa ambayo yanaendana katika context ya uchaguzi. Na mpaka naongea hapa, tunayo baadhi ya mashauri ambayo tumeyapokea, ambayo mengine kwa sababu ya nature yake, ambayo unakuta wamedhalilishwa watu kwa kutumia hata teknolojia sasa hivi ilivyo. Mgombea anawekwa sura fulani, mnaona kabisa ni sura ya fulani, alafu labda si anacheza na tupa si nguo zake, alafu wengine wana comment sasa hivi ndio nataka kumchagua wewe fulani kwa michezo hiyo anayofanya hapa disco, anatupa nguo ovyo na vitu gani. Kwa hiyo si kwamba ule ni udhalilishaji, na ni makosa ambayo yanakuwepo katika ndani ya ndoa.
Lakini sisi pia tunalo dawati la kushughulika na mambo yanayohusiana na gender based violence, na tumekuwa nalo katika levels zote za mikoa. Lakini pia tuna maafisa viunganishi ambao wako katika kila mkoa wanapokea hizo kesi husika, na kwa kweli tumekuwa tukizipeleka mahakamani. Lakini kwa kutambua kwamba wakati mwingine tunapata changamoto, unakuta labda kesi imeripotiwa lakini labda upelelezi haukwenda vizuri. Sasa hivi kwa kushirikiana na jeshi la polisi tumeenda kutekeleza kile kifungu cha 24 cha sheria ya mashtaka ambayo kinaipa ofisi ya taifa ya mashtaka jukumu la kuratibu upelelezi kwenye vyombo chunguzi. Badala ya kusubiria jalada, wakati mwingine unaenda mahakamani una present ushauri, unasema hii kesi ilipelelezwa vibaya. Lakini yule victim hakuelewi, kumwambia bwana, nasema mimi nimefanywa ukatili, kesi inaenda mahakamani, mtu ameachiwa, unasema labda imepelelezwa, ndivyo sivyo. Kwa hiyo sasa hivi likitokea tukio, na kwa sababu hilo desk liko chini ya directorate ambayo mimi ndio mkurugenzi wake, haraka sana tunashirikiana na jeshi la polisi, tunasema kwa nature hili tukio, kusanya kitu fulani, kama ni hiyo video peleka kwa watu wa cyber, kama iko kitu fulani peleka, fanya hivi, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakusanya ushahidi vizuri, ili watu wao baadaye wanaofanya vitendo kama hivi waweze kuchukua hatua za kupelekwa mahakamani. Kwa sababu utaangalia kifungu cha 18 cha Electronic Transaction Act ambayo sasa hivi kwenye revised edition ya 2023 ni cha 19, kinaweka utaratibu wa ushahidi wa namna hiyo wa kiteknolojia, namna unavyotakiwa kukusanywa, kuhifadhiwa na kutolewa mahakamani. Sasa changamoto kubwa imekuja katika makosa ya namna hii ambayo teknolojia inatumika katika udhalilishaji. Wakishindwa kuweza kufuata utaratibu unaotangwa katika kile kifungu, mwisho wa siku ushahidi ule kwa mujibu wa sheria zetu unaweza kukosa sifa za kutolewa mahakamani, na baadaye sasa yule victim anakuwa kuelewi kwamba mimi nimedhalilishwa, mimi nimebakwa, mimi nimetukanwa, nimefanywa mtondo fulani fulani hapa na pale, unakuja kuniambia si kifungu fulani akijawa complied with, wananchi wa kawaida kuelewi. Kwa hiyo ndio maana tukaweka huu mkakati wa coordinate tangu mapema, badala ya kusubiria jalada kutoka polisi ndio lije lifike. Yakitokea tumeweka dawati, hata kipindi hiki cha uchaguzi ukiwa na makosa ya namna hiyo yanakuwa. Sema tu kwa sababu ni makosa ambayo upelelezi wake na uendeshaji wake wa mashtaka mara nyingi unatakiwa kufanywa kwa usiri, na ndio maana mashtaka yake yanapoendeshwa mahakamani yanaendeshwa in camera kwa ajili ya kulinda ile faragha, ambapo wakati mwingine jamii inaweza ikafikiri labda hakuna hatua zinazochukuliwa, lakini hatua zinakuwepo na mikakati inakuwepo, ila tu kubwa ni kwa sababu yanaendeshwa kwa faragha. Lakini mwisho haya makosa ya ukatili wa kijinsia ni makosa ambayo yanafanyika katika namna ambayo wakati mwingine jamii yenyewe wanakaa, wakati mwingine wanakaa kama kuelewana, yaani watu wameyatumia kama mtaji. Kwa hiyo mnaweza kukuta polisi wanaangaika katika upelelezi, tunaandika katika kuendesha mashtaka mahakamani, inapofika wakati wa kuita mashahidi ili waje waweze kutoa ushahidi mahakamani, wakati mwingine inatokea kutotoa ushirikiano moja kwa moja. Kwa hiyo pia kuna changamoto katika jamii, katika elimu kuweza kufikishwa, ili kwanza wawe na moyo wa kuweza kuripoti yanapotokea, lakini pia kutoa ushirikiano na vyombo chunguzi, vyombo upelelezi, polisi, lakini na pande kufika mahakamani kuweza kujitokeza mahakamani kwa ajili ya kuweza kutoa ushahidi. Kwa kufanya hivyo sasa, sisi jukumu letu la uendeshaji wa mashtaka litakuwa linaweza kwenda vizuri kwa kushirikiana na jamii, na tutaweza kukomesha hivi vitendo si tu wakati wa uchaguzi, lakini hata nyakati zingine ambazo sio za uchaguzi. Lakini wakati wa uchaguzi huo mpango sisi tunao kwa maana ya sheria, na tunao mpango unaitwa mpango wa uendeshaji mashtaka yanayotokana na makosa ya kijinai yanayofanyika wakati wa mchakato wa uchaguzi. Na ni makosa hata ikiwa wakati wa mchakato wa uchaguzi umemalizika, bado ni makosa kama walivyokuwa wamesema wenzao, ila tumepay attention kutokana na umuhimu wake katika kipindi hiki ambacho tunacho cha uchaguzi.